DW. Habari za ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdallah. Ngome za Hezbollah kusini mwa Beirut zashambuliwa na Israel. Raia wa Afghanistan akamatwa kwa kula njama ya kufanya shambulizi siku ya uchaguzi nchini Marekani. Wabunge wa Kenya wapiga kura kumuondoa madarakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Habari kamili. Beirut. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeripoti juu ya kutokea msururu wa mashambulizi ya Israel katika ngome za Hezbollah kusini mwa Beirut iliyosababisha uharibifu mkubwa, ikiwemo kuanguka kwa majengo manne. Hii ni baada ya jeshi la Israel kuwaonya wakazi katika maeneo hayo kuhama. Shirika hilo la habari la serikali NNA limesema maeneo ya kusini mwa Beirut yameshuhudia mashambulizi hivi karibuni, Israel ikilenga barabara kuu ya Al-Kafat. Maeneo ya kusini mwa Beirut yamekuwa yakilengwa na mashambulizi ya Israel kwa siku kadhaa mfululizo. Kundi la Hezbollah na jeshi la Israel yamekuwa yakikabiliana kwa karibu mwaka mmoja ya vita vya mpakani. Mwezi uliopita, Israel ilimuua kiongozi wa kundi hilo Hassan Nasrallah katika shambulizi la angani kusini mwa Beirut. Geneva. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha juu ya kile alichokiita janga la kibinadamu kutokana na sheria ya Israel ambayo inaweza kuzuia shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA kufanya kazi. Katika mkutano na waandishi wa habari, Guterres amesema amemjulisha Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu juu ya rasimu ya sheria katika bunge la Israel ambayo zinaweza kuzuia shirika la UNRWA kuendelea na kazi yake katika ukanda wa Gaza. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema sheria hiyo inaweza kuwa pigo kwa mwitikio wa kimataifa kutoa msaada wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Kamati ya mambo ya nje na ulinzi katika bunge la Israel Knesset imeidhinisha miswada miwili ambayo inalenga kukomesha shughuli za shirika la UNRWA nchini Israel. Washington. Mwanamume raia wa Afghanistan amekamatwa kwa madai ya kupanga njama ya kufanya mashambulizi siku ya uchaguzi wa urais nchini Marekani. Wizara ya sheria nchini humo imesema mshukiwa huyo Nasir Ahmed Tawedi mwenye umri wa miaka 27 alikamatwa siku ya Jumatatu katika jimbo la Oklahoma na tayari ameshtakiwa kwa kujaribu kutoa taarifa kwa kundi la IS. Kupitia taarifa, mwanasheria mkuu Merrick Garland ameeleza kuwa wizara ya sheria imefichua njama ya Tawedi ya kupata silaha na baadaye kufanya mashambulizi kwa niaba ya kundi linalojiita Dola la Kiislamu wakati wa uchaguzi wa Novemba 5. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Nairobi. Wabunge 281 nchini Kenya wameunga mkono hoja ya kumuondoa madarakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Baada ya zaidi ya saa 7 za majadiliano, wabunge hao walipiga kura kuridhia kumtimua Gachagua, huku 44 kati yao wakipinga na mmoja akisusia kura hiyo. Idadi hiyo imefikisha thuluthi mbili ya kura zinazohitajika kisheria ili kupitisha uamuzi wa kumuondoa madarakani naibu huyo wa rais. Gachagua sasa anasubiri kujua hatima yake wakati baraza la Senate itakapojadili hoja hiyo na kuipigia kura. Kiongozi huyo alikabiliwa na makosa 11 ya ufisadi, kutumia vibaya madaraka na kukiuka katiba. Hii ni mara ya kwanza kwa naibu wa rais nchini Kenya
kuondolewa madarakani kwa njia hiyo chini ya katiba mpya ya mwaka 2010. Kiev. Ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky imeonyesha mashaka juu ya kufanyika kwa kongamano la pili la amani kabla ya uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwezi Novemba. Ofisi hiyo imetwikwa jukumu la kuandaa kongamano hilo la amani ambalo linalenga kuwaleta pamoja viongozi wa dunia kujadili mipango ya Zelensky ya kuvimaliza vita kati ya nchi yake na Urusi. Awali, Ukraine ilitaraji kuwa kongamano hilo lingefanyika kabla ya uchaguzi wa urais wa Marekani mnamo Novemba tarehe 5, japo baada ya mashauriano ya kina, ofisi hiyo imefikia uamuzi wa kutofanya kongamano hilo mwezi Novemba. Takriban viongozi 100 wa dunia na mashirika mengine yalihudhuria kongamano la kwanza la amani lililofanyika nchini Uswizi mwezi Juni, japo Urusi haikushiriki. Khartoum. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya mashariki mwa Mediterania, Hanan Balki, ametahadharisha kuwa vita nchini Sudan vinaweza kugharimu maisha ya watu wengi zaidi iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuzuia hali hiyo. Tahadhari hiyo imetolewa wakati baa la njaa na maradhi yanaenea, huku wafanyikazi wa misaada wakipata changamoto ya kuwasilisha misaada kwa wahitaji. Balki ameuambia mkutano na waandishi wa habari mjini Cairo kuwa watoto wenye utapiamlo na akina mama wanakufa kwa kukosa huduma za matibabu, huku ugonjwa wa kipindupindu ukisambaa kwa kasi katika sehemu nyingi za Sudan. Na hatimaye Niamey. Mvua zinazoendelea kunyesha nchini Niger zimesababisha vifo vya watu 339 na kuwaacha zaidi ya watu milioni 1.1 bila makazi rasmi tangu mwezi Juni. Waziri wa mambo ya ndani mwezi uliopita alifahamisha kuwa takriban watu 273 walipoteza maisha na wengine waliathirika. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW